Amen. We are back, eh? Amen. Yes, we were to read Romans 5, verse number 20 and 21. Nani ako na Kiswahili? Yes, Mama Joki. Tusome. Romans chapter number 5. Romans 5 verse 20. Nasema, lakini sheria iliingia ili kosa lile liwe kubwa sana. Na dhambi ilipozidi, sikia, neema ilikuwa nyingi. Hebu sikizeni. Nini ilileta dhambi? Sheria. Si usome hiyo mstari ndio waelewe vizuri. Lakini sheria iliingia ili kosa lile liwe kubwa sana. Lakini sheria iliingia ile makosa yale yawe kubwa sana, ama yawe na nguvu. In other words, the judgment was so strong. Ilikuwa so strong. The judgment was so strong when the law appeared. Praise be to God. Amen. Yes, can you read again? Lakini sheria iliingia ili kosa lile liwe kubwa sana. For the law was brought in so that the trespass might increase. Na dhambi ilipozidi, neema ilikuwa nyingi zaidi. But when the sin increased, the grace increased all the more. Praise be to God. Amen. Wakati ambapo dhambi zetu wapendwa, nataka nikwambie kitu kimoja. Asante sana. Kama hakukuwa dhambi, haikuwa ina maana, haingemgharimu Mungu kumtoa mwana wake wa pekee. Na ndiposa Paulo anasema kwamba basi tuseme nini kama tutaondoa ama tutasema ya kwamba, ama anasema kwamba kama hakuna wokovu, basi Yesu alikufa kwa ajili ya nani? Alikuja kwa ajili ya nani? Hiyo kitendo kilitendewa Yesu. Je, kilitendwa kwa nani? Lakini wakati utatambua ya kwamba ni kwa neema, wakati dhambi ilizidi. Ili mwana ikwale uwodhe ehana. Unasikia vile ambavyo dunia iko. Dhambi ni mingi. Watu wanatenda kulingana na vile ambavyo wanataka. Wanatenda kulingana na vile ambavyo wanajihisi. Kuna kila aina ya dhambi. Nataka nisimame nikwambia kwamba this is the word of this season, that where the sin abound, where there is a lot of sin, where the sin increase, the grace of God is there to work for those sin in the name of Jesus Christ. Usikarishwe na dhambi ambayo inainuka kila wakati duniani, makanisani, chochote ambacho kinafanyika na dhambi ina increase. When the sin increases, the grace of God increases. I wish you understand what I'm talking about. In other words, the grace to forgive is there, and it is enough for every person who can seek for the forgiveness. Praise be to God. Yule ambaye anaweza jua ya kwamba neema imeachiliwa. This is what I declare to us in the name of Jesus Christ. Though we are sinners and we have fallen short of the grace of God, and we have moved away from the laws, from the things of God, I declare there is more grace, and we can receive this grace in abundance in the name of Jesus Christ. May you receive this grace, the grace that will help you.
the grace that will forgive, the grace that will be. Neema ambayo itatupatia nafasi ya kusamehewa. Kuna watu wamesulubisha watu wengine sana kwa sababu ya dhambi na makosa ambayo watu wamefanya, lakini wanasahau ya kwamba iwapo Mungu ama yule mtu atatambua ya kwamba kuna neema imeachiliwa kwa kila mmoja, yule mtu hawezi akaangamia kwa sababu ya ile dhambi. Why? The grace also increases. Hallelujah. And this is powerful. And also we need to understand ya kwamba wakati neema iko katika kazi, nguvu za dhambi hazina mamlaka. Haujanisikia? Bwana Yesu asifiwe. Wakati nguvu za dhambi zimeinuka, ama wakati neema inatawala, nguvu za dhambi, nguvu ya usinzi, nguvu ya usherati, nguvu ya nini, mambo yale yote ambayo yanafanywa, neema inapotawala, zile dhambi hazina nguvu. Na kwa hivyo mtu yeyote anafaa kuelewa ya kwamba that the grace of God has been given to us, that it is our help, it shall offer the gift of forgiveness to all men. If at all we understand these gifts, but about 21, so that just as sin reigned in death, hallelujah, so also grace might reign through righteousness to bring eternal life through Jesus Christ, Son of God. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Anasema why? Because when the sin reigned, dhambi zinatawala. Si tusomee mstari wa 21 wa Kiswahili. Paul is talking about the grace that forgives us, that offers the forgiveness. Praise be to God. Repeat, Pastor. Verse 21. Nasema, ili kwamba kama vile dhambi ilivyotawala katika mauti, kama vile ambavyo mshahara wa dhambi ni mauti, vivyo hivyo kwa njia ya haki, kwa hivyo katika njia ya haki, neema, haleluya, neema ifanye nini? Itawale hata uzima. Oh, hallelujah. That the grace, neema. Somebody say neema. Somebody say neema. Neema ikatawale leo hata milele. Kwa hiyo inamaanisha kwamba sin cannot reign forever, but the grace of God shall reign forever. Why? It has been given to us. Where mahali dhambi zingetufikisha wapendwa, mahali dhambi zingetupeleka wapendwa, mahali dhambi zingetubukiza watu, mahali pale ni mahali pa kifo. Lakini wakati neema imeachiliwa, sasa inaondoa watu katika kifo na hukumu ya milele, inaleta neema ambayo ina justify you as a righteous person. Hallelujah. Righteousness comes by the grace. You are justified. You become a righteous not because of what you have done. No. That's why the Bible says in Genesis 15 that when Abraham believed, he was made righteous. He believed in God. He became a righteous through a process called justification. He became righteous through a process called
justification. Justification means it is you are wewe umeachiliwa kwa dhamana ambayo haijulikani, na hakuna mtu ambaye amelipa, na hakuna mtu ambaye amefanya. Wale wote ambao wamekushtaki wanaambiwa kwamba God amestakiwa na amefanya hii, kodi hili halijamuona na kosa lolote, na kwa hivyo tunamuondoa, tunamwambia ako free to go. You can imagine this. Mtu ambaye amehukumiwa kifo kwa sababu ya dhambi, akifika wakati huu, wakati neema inatawala, neema inasema sio kifo sasa, lakini kwa sababu nimemwachilia na ataishi milele kwa sababu ya hii neema. Praise be to God. May you receive this grace in the name of Jesus Christ. May our sins be forgiven by this grace in the name of Jesus Christ. Through this grace, may we be justified to be righteous of God. I wish you understand what I'm talking about. And you can tell God, I need this grace. When my sin, when the root of sin, when the sins that abide in me, when they are reigning, let the grace reign now. Sikuwa tukanyamaze mbele za Mungu, mwambie Mungu, natamani msamaha huu unaotokana na neema katika jina la Yesu. Mahali nimekukosea, mahali nimeenda kinyume, mahali sijafanya mapenzi yako katika maisha yangu yote, wakati nimejijua, wakati ule ambaye nimeokoka, vitu vyote ambavyo vimenisulubisha, vinaniwezesha, vinaniweka katika hali ya hukumu, ninatangaza neema hii ambayo unasema juu yake ikatawale katika maisha yangu. Somebody declare that in the name of Jesus Christ. Neema hii ikatawale katika maisha yako, so that when the sin reigns, the grace may abide and even reigns forever. In Jesus' name. Sema amen. Sema amen. I wish we had time tuingie katika neema hii ya forgiveness. But because of time, can we go to the second point? And that says, na najua kwamba tulikuwa tunaipitia, that God's grace offers the fellowship with our God. We are united again. This grace. Why? Because the sins separate us from God. And you can read this in the book of Isaiah. Isaiah 59. The book of Isaiah 59. Let me go there quickly so that I may show you what happens when the sin comes in our life. And you know, nobody is perfect. Praise be to God. Nobody's perfect. Verse number 1 inasema, surely the arm of the Lord is not too short to save, nor his ears too dull to hear. But underline this verse number 2. But your iniquities have separated us from God. In other words, the sin has separated men, or man was separated from the fellowship because of sin. And therefore, the only remedy na kile ambacho kingeresult maisha ambayo huyu mwanadamu aliamua kukaa, the result was death. But neema
inakuja kutushikanisha tena, inatuondoa katika hukumu. And also sins make us enemy of God. And you can like Colossians 1 verse number 21. Colossians 1 verse number 21 makes anyone to be an enemy of God, but forgiveness of our sins reunite us into the fellowship of our God. Say my amen. And we have seen forgiveness come through grace. So grace offers to us the fellowship or union with our God. But if you read Romans 5 verse number 1 and 2, the Bible says, having been justified through faith, now we are united. We have this union with Christ, and God knows that by the grace and through the Son we have the fellowship. Praise be to God. Ephesians 2 verse 1 to 5 verse 11. Andika tu, taenda kufanya utafiti kwa sababu ya muda. Ephesians 2 verse number 1 to 5, uruke mstari wa 11 mpaka 13 na 18 and 19. You see that before we were saved, we were dead. Tulikuwa wenye wafu, na watu ambao wamekufa hawana tumaini tena. Bwana Yesu asifiwe. Yes, dead has no hope. But we are resurrected. We have been brought back through the grace of God. Praise be to God. And I will say this, surely we see that we could not have peace or reconciliation with our God except by God's grace. It is a gift from God. Praise be to God. It is surely we could not be reconciled. We could not receive His reconciliation. Reconciliation means kurudiana tena. Tulikuwa mbali, tulikuwa tumeondolewa, tulikuwa tumetupwa mbali. Na Wakristo wateni niwaambie kitu kimoja. Mtu akijua mahali ametoka, yule mtu hawezi akaingia wengine kwa sababu wako mahali hapa. Haya, ni mwani ndoledo hiyo. Nasema hivi, yule mtu anajua ametoka ubali kama huu, ya kwamba alikuwa amekufa. Siku moja nilifanya hivi, hata nikupatie story. Pale Mwiki, kukawa nyumba ingine ilikuwa inajengwa, na naibeba, pengine nimewahi kuwapatia story. Na ile nyumba ilikuwa imechibwa msingi, mtaro mkubwa sana, kwa sababu ilikuwa ghorofa kubwa. And one of the workers, wale ambao walikuwa wanafanya kazi pale, akabomokewa na mchanga, akazikwa mpaka hapa. So kwa kichwa ndio kalikuwa kanaonekana, lakini kingine kote kulikuwa kumezikwa. And it was about jioni wakimalizia. So it happened, watu wakafanya kuzingira ile sehemu na kale karatasi ka emergency. Na ikawa watu wanakuja wanatazama, wanahofia kuingia pale pasibomokewe kama yeye. Na mjamaa anahitaji msaada. Na watu wakasumbuka, watu wakakuja sana. Mpaka mke wake akaitwa, akakuja na mtoto. Na ajabu ni kuwa mke wake alikuwa analia tu akisumbuka pale. Alikuwa anasumbuka tu, anasumbuka. Badala ya ikie amsaidie mume wake kwa sababu ni wake. Hawa wengine wanaweza kosa kumsaidia. Lakini yeye, mimi nilikuwa nadhania ataikia bila kujua. Bali ajabu ni kwamba hata yeye hangeikia. So kuliko kuendelea, kunakaa kama ni usiku sasa, kukakuja mlevi. Mlevi alikuwa
kabisa. Alikuwa anakuja hivi, ni nini hapa kumefanyika? Anaingia anapata kwamba kumbe mtu amezikwa. Sasa yule mlevi akasema kwamba yaani mmeangalia hapa, mmegezia hapa na mtu anakufa. Sasa mwingine akamuuliza, wewe unatuambia tumegezia, kwani wewe unafanya nini? Utamsaidia? Akasema ondokeni nyote, nipatieni kijiko, nitaikia pale. Watu wakaona kama ni wazimu. Mjamaa akaikia, akatoa yule mchanga, akaokoa yule jamaa na akatoka na yeye mlevi. Sasa wale watu wanafurahia mke wake kwa sababu alikuja kununua vitu chakula pale kwa mama Kamodho. Mimi nikamuuliza kwani sasa wewe umeokoka? Akaniambia bado. Huyo mzee kwa sababu alisimama, hakuna mahali alikuwa amevunjika. Nikamuuliza tu yako umeokoka? Hapana. Na nikamuuliza unapatia nini? Nikamwambia unaona vile ambavyo yule mlevi amekuja akakuokoa na kuangalia wale watu wote ambao walikuwa pale. Hakuna mtu alikusaidia. Ule mlevi anasimamia Yesu. Maana Yesu aliona mahali tulikuwa tumezikwa. Hakuna mtu, Biblia inasema kuliangaliwa duniani hata mbinguni kukaonekana hakuna mtu alikubali kuja mahali tulikuwa tumeingia katika dhambi. But Jesus. Na ndipo nakwambia kwamba Wakristo wengi wamekuwa wakilika. Wakiokoka wanaona kana kwamba wamefika mbinguni tayari. Hata mlevi, hata yule mwenye dhambi hawawezi wakamshika mkono wamsaidie, wanaona watachanganyikana na wenye dhambi. Lakini wacha nikwambie kitu kimoja. If you understand where you have come from, you are able kuvuta wale ambao wamekuwa mahali ulikuwa, uwavute kutoka pale. And that's why evangelism is one of the commendation ama commandment ama zile kanuni ambazo ziliachiliwa kwa Mkristo yeyote kuifanya. You don't have where ukae kwa sababu uliokoka ukae hivi. Bwana kuja niliokoka ukutie roho yako. Na ukaba mbinguni ukiwa peke yako. Itakuwaje? Wewe unaokulia. Sasa wewe ujipate hapa weteje yote ni wewe peke yako. Unaweza ishi? Ninauliza, unaweza ishi jamani? Mahali popote unaishi kama ujipate wewe peke yako ama uingie mbinguni upate ya kwamba ni wewe tu peke yako uliokoka. Watu wengi wote wengine wako jehanamu wakichomeka. How would you feel? That's why I am talking about when you understand it is by the grace. Hallelujah. When we understand that it is by the grace, we are able to understand that the fellowship we have with our God, we need to kufanya nini? Kuingia katika ulimwengu, tulete wengi katika hii fellowship, ili tuwe na ushirika mkubwa katika ufalme wa Mungu. Build the fellowship. Watu wengi sana wana build relationship na watu wengine ili wakipata shida wasaidiwe. Wengine tunajiunga na vikundi inaitangwa welikele moyo. Si mumeingia hizo vitu? Jisike ukiwa hai. Hiyo ni kujaribu kuunda fellowship. Bwana Yesu asifiwe. Ili utakapokufa ama mtu wako akufe utapata watu wa kukusaidia kutoa kitu. Saa hii wakati wa corona watu wanaambiwa tumeni kwa M-Pesa, mpaka M-Pesa ilikuwa hainaga kitu ya kutuma. Siku hizi unaambia watu mtu wetu amekufa, lakini kwa sababu hawezi kuja nataka tumeni kwa kitu. Hawatumi. Kama siku hizi wanatuma. Simuniambia hata nini. Wanatuma. Sikumekuwa na hiyo mataka karibu na nyinyi. Hawatumi, hawana. Kwa hivyo ile nafasi uliungana nayo, kuna wakati inakosa ladha. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wakati watu wakifanya reunion ama wakiingiana na fellowship na wanadamu wanafika mahali wanashindwa. Why? Their effort, their help, it is limited.
But we need to be united. We need to have this fellowship with our God. Kwa nini? Maana hata baada ya kifo na maisha ambayo tunaishi, tuko na mahali ambapo tutakaa na yeye. Praise be to God. And we need kufanya watu wetu wawe na hii relationship by the grace. Praise be to God. Why? The grace is a gift from God. It is a gift. And when you understand that, you know that by this grace, anybody, tell your neighbor, anybody can access it. Anaweza kupokea. Kila mtu anaweza kupokea. Siku moja nitakuja kukuuliza kama hii neema it is on any condition or not. Na nilikuwa najiuliza hiyo wakati nilikuwa naenda through hii, nikasikia maswali inachipuka ndani yangu. Na hata kama unanitazama kama wewe mchungaji, endelea utaniandikia pale. Is it conditional? But I will come to teach you about that. But before then, I know by this message, and by the end of this message, I don't know when, but I know that all of us tutaona neema hii ikiwa ya msaada mkubwa katika maisha yetu, na wala hatutaisinzia ama hatutalala ama hatutaipuuza ama hatutaiona kana kwamba ni bure, lakini tutaishika pamoja nasi itufanyia mambo yale ambayo hatungeweza kuifanya. Praise be to God. Kama neema hii imeweza kutusamehe, je, ni nini ambacho haiwezi kufanya katika maisha? Nini? Kama neema hii inaweza kutuleta karibu na Mungu wakati tulikuwa mbali, kama neema hii inaweza kutufufua kutoka kila kifo ambacho tulikuwa tumekufa, dhamira zetu zilikuwa zimekufa, hata ugeenda hakuna nafasi ya kujikumbusha ama kujielewa, hata ugeenda mahali popote unataka, ungeingia katika nyumba yoyote, ungefanya chochote ambacho ungetaka kufanya. Lakini neema hii, imagine nimekukomboa. Neema hii imekutoa katika hiyo raha. Imagine neema hii ndio imefanya utabasamu jinsi ambavyo unatabasamu. Imagine neema hii ndio imekufanya unone, sio chakula. Duile soge pilio. Simwambie jirani yako hata hapo nyumbani, sio chakula inafanyaka unone. Mwambie ni neema. Wakati utaona kwamba mwili wako unadhoofika, jua ya kwamba kuna kitu ambacho hujatambua katika maisha yako pamoja na Kristo, neema. Unamwambia Mungu, sasa natamani neema hii ikanijaze nguvu. Mimi nimeona watu wengine sana wakipost picha zao wakiwa wadogo vile walikuwa nakaa, alafu wanapost saa hii vile wako. Hallelujah. But I thank God some of them says it is by the grace. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi nataka uende uangalie kale kapicha ukiwa kwenu. Mimi kuna kapicha nilionyeshwa na mama yangu siku moja nikiwa kadogo na kaa hivi. Na wakati watu kwa tunavaa viatu, yaani mbavu na miguu ilikuwa inakaa, yaani huku juu kunakuwa na ile imetoka. Yaani imekaranga shoka inaenda cracks. Unaona zimechoreka hivyo, na mimi huyu. Kai. Mimi huyu. Bwana Yesu asifiwe. Yaani tulikuwa tunatembea miguu mitupu. Tukifika pale kwa shule, tumechelewa, tunapigiwa magoti pale, tunachapwa ile miguu na haikuwa na nini na viatu. Na wakati huo kwetu ni kila gop kuna kanga ile inaitwa nini kwa Kiswahili? Ba itakuwa ndio hivi. Sijui bila utajua. Basi na imagine vile nimekanyagwa na hiyo ba, alafu nikifika pale na inaambiwa na mwalimu piga magoti, unachapwa ile. Kai. Sasa unashindwa utalia kwa sababu ya maumivu ama ya kuchapwa ama ni nini? Watu wa leo shukuruni Mungu. Haleluya. Watu wa Selina mshukuru Mungu. Sababu mlipata kila kitu iko sawa. Na ni vyema kwa sababu
hata kuna wengine walipitia magumu kutuliko enzi zile, lakini you can imagine by this grace you are who you are tonight. Bwana Yesu asifiwe. Yaani unaweza badilisha viatu, unaweza yaani kwenu, yaani kwako unaajiri mfanyikazi, wewe unakaa afanye kazi, pesa zimulipe kani na Mungu ndo ayatie. Sikila mtu amwambie Mungu, Bwana ninatambua neema hii. Na tunaweza simama tuna miguu yetu as we wind up. Next Sunday we shall look the grace offer us spiritual blessings. And these spiritual blessings, they are very important katika maisha. Na hapa ndio utakuja kujua kile ambacho tunakosaka ni kukosa kutambua neema hii. Bwana Yesu asifiwe. So please usikose, kwa sababu tutakuwa tukiangalia these blessings. But tonight tunataka tu unue tu sauti yako wherever you are at your home and acknowledge this grace of God. Acknowledge this grace of God. Tell God, God, I know and I understand. It is by this grace I am forgiven. It is by this grace I have now salvation. It is by this grace, oh, I can appear in the throne of God without fear, without doubt, and access it in the name of Jesus Christ. Tell God, I acknowledge it by this grace that I have to call you Abba, and you hear me in the name of Jesus Christ. Though I could not make it, I know it is by this grace I am who I am today. It is by this grace I become, and I will become, and I became who I am tonight. Thank you, dear Lord. Thank you for this grace. Somebody call upon the Lord and tell God, God, I thank you for this grace. I acknowledge it is by this grace. Lord, I am who I am. Ni kwa neema hii. Bwana umenisaidia, umenipatia uhusiano mwingine, umenirejesha katika ufalme wako, umenirejesha katika nyumba yako, umenirejesha katika ushirika na wewe, umenirejesha. Pasipo neema hii hata siwezi kusimama niambie mtu kuhusu wokovu. Lakini kwa sababu ya neema hii, Bwana umenisaidia, umenipa nguvu, umenipa neema ya kuendelea katika jina la Kristo Yesu. Ninatangazia wapendwa hawa ya kwamba neema hii ambayo imefanya kazi katika maisha yao, ikafanya kazi ya ajabu katika maisha yao, katika jina la Kristo Yesu. Neema hii ambayo imenitoa mbali nimetoka, ikafanya kazi pamoja na wao katika jina la Kristo Yesu. Neema hii ambayo umekirimia mwanadamu, umempatia nafasi ya kuitanisha, ikafanya kazi katika maisha yetu. Bwana, Biblia imetuambia kwamba wakati dhambi imetawala na imetupatia nafasi ya kifo katika mwisho wake, neema imechipuka, neema imekuja ili ikatupatie nafasi ya kuitwa wenye haki na tuishi milele kama vile ambavyo neema imetuita. Bwana, ninatangaza neema hii ikatupiganie mahali ambapo tumehukumiwa, mahali ambapo tumewekwa, mahali ambapo tulikuwa tumeshikwa, mahali ambapo tulikuwa tumewekwa kiwango ya kwamba hakuna kitu tunaweza sema, mradi tulishikwa, tulionekana, tulisema, wengine wanatushtaki kwa sababu ya mambo imewahi tendeka katika maisha yetu. Ninatangaza neema ikatutoe katika mashtaka haya, ikatutoe na ikatawale katika hali ya kuwa mtakatifu. Bwana, tupatie neema ya kusimama
tukiwa watakatifu, tukiwa watu wenye haki, tukiwa watu wa kupendeka, tukiwa watu ambao wanaweza simamia ufalme huu katika jina la Kristo. Sengine Bwana, tunahitaji kufanya hivi, lakini miili yetu inakosa nguvu. Ninatangaza nguvu zote za dhambi, nguvu zote za uchawi, nguvu zote za giza, nguvu zote ambazo zinaelekezwa ili tukose nafasi ya kusimama kama wenye haki, tunaiondoa katika jina la Yesu Kristo. Madhabahu yote ya dhambi imejengeka katika maisha yetu, tunaibomoa katika jina la Kristo Yesu, na tunavaa nguo ambayo ni ya haki mbele zako Mfalme. Na kwa neema hii utatuwezesha, kwa neema hii itatawala katika maisha yetu, kwa neema hii Mungu utatuhifadhi na tutavuka tukiwa washindi katika jina la Kristo Yesu. Tumeomba na kuamini. Tuseme amen. Tuseme amen. Amen. And thank God because of that opportunity. Thank God because of that flow of the word of God. I believe by the end of this, we shall become very new and we shall be renewed. Praise be to God. Amen. Our life and our mind shall be transformed and we shall become like Christ and we shall stand in our position in the name of Jesus Christ. Praise be to God. I want us to give our offerings. Yes, we give our offerings. And I thank God because of those people who have sent their tithe. Somebody called me this morning and told me he SMS'd me. And he told me that is my tithe. And may God bless him wherever he is. In the name of Jesus Christ. It is good to give your tithe. Give your tithe. If you are working and if you have earned anything, you must give tithe. You must give tithe. And giving tithe ni wewe inasaidiana, sio Mungu. It helps you. Why? All the principles of God that applies to the obedience of giving, it will happen, or it will apply to you. It will be applied to you. It will happen to you. It shall come to pass, as the word of God says, concerning giving tithe and giving offering. It is the same. Now we can give the offering because we are winding up our service. And I want to thank everybody who has been watching us from that far. And even if you are there and you would wish to give your offering, you can just send through this number 0711 717 099 717 099 0711. And not only sending your support, you can just ask any question. You can just ask for that support of prayer. And I know that God will bless us so much. My name is Gideon Mwagi Wakamodo. I love God so much. We are here at Highway Estate Retailia. Church is Emmanuel Healing Evangelistic Ministry. And I know that God is good. So we can give our tithe, we can give our offering, and so that we can wind our service in Jesus' name. Just come. It's good to come in the presence of God with something. Hakuna mtu ambaye tunayesema kwamba kuna mtu ambaye anaweza sema kwamba hana. Hapa ulifanya kunywa breakfast yako. Nilisikia mtumishi wa Mungu asubuhi akisema kwamba hakuna mtu, ni makosa sana kuja mbele za Mungu bila kitu. Afadhali ulete kikiohoge ya dhukuma. Na akasema hivyo, afadhali uende pale ununue ile sukuma ya 5 bob ulete. Bora tu usikuje tu. And it is very important to understand that you must do something. And so, may God bless us so much. I want to bless this offering. And I know that God will bless us so much. Father, I thank you because of this offering that we have had to you, Lord. It is some of the things under the blessings that God, you have blessed us. And we are here to show you that we love you. And we can give anything
and we can support this work with anything, because we understand that you are the giver. You are the one who have given us, and you have given us to be very and important people to support and even to see that your work goes and grows, Lord. Thank you because of this offering that has been offered by these people, Lord. I know that God, you are faithful. May you be faithful to them, Lord. May you bless them, Lord. May you encourage them. May you open the doors of their finances. God, may you meet at the point of their need. And I know that God, when they go out, they are blessed. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, shall we say amen. Amen. And so God bless you so much. We are hoping that government, within those 7 days ambazo tumeambiwa, there will be a good news, and people will resume. And we need to pray. We need to pray. We need also to pray for our government. We also need to pray for our OCS here. He has been so good to us. Hajasumbua makanisa zingine inasumbuliwa. Na mimi najua kwamba